Hebu ombea financial freedom na economic freedom kwenye maisha ya kwako. Mwambie Mungu akuonekanie, lakini si tu mwaka wa fedha wa nchi, lakini pia East Africa, nchi zote za Afrika Mashariki. Leo ni siku maalum sana, ni mwaka mpya wa fedha na uchumi. Kwa hiyo ninaomba unapoomba, hata unapokuwa kwenye private prayer yako uombe, lakini pia ni wakati mzuri wa kujipanga vizuri. Na kuna watu ambao hata leo ninawakumbusha kwamba ndio kwanza ni mwaka mpya wa uchumi na fedha, ni mwaka mpya wa serikali za East Africa. Sasa kama we ni Mtanzania, ni Mwafrika, ni mchumi na unaishi kwenye mnyororo wa kiuchumi, haya ni lazima uyafahamu sana kila mara. Si mambo ya kukumbushwa, lakini lazima uombe. Hatuna namna nyingine ya system ya kiuchumi na fedha kwenye maisha yetu kama hatuwezi kujua pia juu ya nyakati na majira. Sijui ni wangapi ambao kwanza ndio nimewasurprise kuwakumbusha leo, au kama wengine mlikuwa mnakumbuka, lakini sijui kama unapata nafasi ya kujua kuomba kwa ajili ya mwaka mpya wa fedha na uchumi katika hizi nchi zetu za Afrika Mashariki, lakini pia kujitangazia financial freedom na economic freedom. Katika kitabu cha Waibrania ule mlango wa 12 mstari wa 24, Biblia inasema, Waibrania 12:24, na damu ya Yesu Kristo inenayo mema kinyume cha mabaya. Na Yesu mjumbe wa agano jipya, na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Damu ya Habili ni damu iliyomwagika isiyo na hatia. Narudia, damu ya Habili ni damu iliyomwagika isiyo na hatia. Lakini damu ya Yesu Kristo, mjumbe wa agano jipya, naomba urudishe mstari pale. Mjumbe wa agano jipya, kwa damu inenayo mema kinyume. Na Yesu mjumbe wa agano jipya, na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Ya Habili ilikuwa inanena juu ya kisasi, mashitaka na uharibifu, lakini damu ya Yesu ni damu inenayo mema. Na mambo mawili kabla hujaondoka kwenda kazini asubuhi ya leo, na hii ndio falsafa ya asubuhi yetu ya leo. Mabibi na mabwana, ninaomba sana upate nafasi kila mara ya kuombea damu na kunyunyiza damu ya Yesu katika maisha yako, maisha yako ya kifamilia, maisha yako ya kiuchumi, maisha yako ya kifedha, maisha yako ya kitaaluma na elimu, lakini juu ya nchi na katika maisha yetu ya kawaida. We need damu ya Yesu Kristo. Nitatoa shuhuda mbili ambazo ni mambo ya kawaida, lakini niliona damu ya Yesu ikinena mema kinyume cha mabaya yote yanayosema katika maisha yetu. Kwenye deliverance room, kwenye chumba cha maombi ya ukombozi, tunapokuwa na maombi ya ukombozi, ninazungumzia juu ya familia mbili tofauti. Familia ya kwanza ni familia ya walikuwa wana akili sana, yani walikuwa ni wale majinia, watoto wenye akili. Wasomi wa kwanza wakafaulu kwenda university, wengine walipata hata nafasi ya ufaulu mpaka university za nje zikawatafuta. Mmoja wapo mwanafamilia alipata nafasi ya kumaliza hapa kwenye nchi hizi za East Africa, na akaenda kufanya masters pamoja na PhD Harvard University kwa kupata ufadhili kulingana na brain, akili aliyokuwa nayo. Sasa katika rumu ya maombi ya deliverance, tulikutana na kisa cha familia hiyo ilikuwa imeendelea kwa elimu, kwa biashara, kwa vitu vingi tu, lakini ghafla kukatokea ukame na ukaufu na jangwa la ajabu katika hiyo familia. Na watu hawaendi, kila kitu unachokifanya kinaenda kinateketea, kila kitu anachokifanya kinaenda kinateketea. Nikaonyesha huyo msomi ambaye alikuwa ndio alichaguliwa kwenda Harvard University, ameisha, ameungua. Yani mtu anaungua, unamuona amekuwa jangwa, ameteketea, ameisha. Tulipokuwa tunafanya maombi kwenye deliverance room, sasa mapepo yakalipuka ndani ya mmoja wapo wa mwanafamilia, na tulikuwa tunafanya deliverance ya kifamilia. Tulipoitia damu ya Yesu inenayo mema kinyume cha mabaya yote. Ni kitu cha ajabu wapendwa, cha ajabu ambacho mimi sikuwahi kufikiria.
Unajua shida iliyokuwepo pale ndani ya hiyo familia. Kumbe walipoanza kuendelea sana, ni wanakijiji, yani ni familia iliyokulia kijijini, si familia labda zimekulia hapa. Sasa siku moja wakawa kwenye familia, anasema chanzo cha matatizo au matatizo yaliingiaje kwenye hii familia, ni siku moja waliazima moto kwa jirani yao. Moto, moro, Kichaga cha Marangu tunasema moro, moto. Kumbe yule jirani alipowapa ule moto, sisi huko kijijini tulikokulia, Mama Maria anafahamu, unaenda kwa jirani uko jikoni unachukua moto, anaweza akakutolea mwenyewe, anaweza akakupa moto. Hata mjini unaweza ukawa mjini unatafuta kiberiti uoni na nini, unaenda kwa jirani anambia naomba unipe mkaa nikakoleze jiko langu. Yani haya ni maisha ya kawaida ya socialization. Lakini sikuwahi kujua kama moto ni hatari kiasi hicho kuazima kwa mtu, sikuwahi kufikiria. Kumbe yule jirani akawapa moto, akaunuizia, huu moto ninawapa, lakini utateketeza kila kitu, na kwa kuwa unakwenda kuwekwa kwenye jiko litakalopikia familia, na watakula kutokana na huu moto kile chakula. Na si hivyo tu, hata wale ambao hawatakula kwenye mji huu ambao moto unaenda, kila watakachokifanya moto huu utakuwa unawateketeza for the life, kwa maisha yao. Kwa hiyo kila kitu kilichokuwa kinatokea kwenye maisha yao unfortunately kinateketea. Kila kile kinaisha. Moto unakulaga na maapiso mengine akasema, na kwa kuwa moto unakula pasipo na kikomo, utaendelea kula watoto na wajukuu na vitukuu na miaka. Vipi? Ulishazimaga moto? Moto. Mimi nataka nikuambie, nilionyeshwa miradi iliyoteketea. Watu waliwekeza, mambo yakastaki yakaisha. Nikaangalia jinsi ambavyo unateketea, lakini ni moto. Waliwazimaga kwa jirani. Tulisimama kwenye maombi kwenye deliverance room, na huo mstari wa damu ya Yesu, mjumbe wa Agano Jipya, kwa damu ya kunyunyiza inenayo mema kinyume cha mabaya, tukainyunyiza damu ya Yesu kwenye ile familia. Leo ni watu wa ajabu. Mungu amewafungua na maisha yao yamefunguliwa. Hayo makofi hayatoshi, naweza ukampigia tena Bwana yanayoeleweka. Moto. Lakini damu ya Yesu, hebu naomba urudishe hilo andiko. Na Yesu Kristo mjumbe wa Agano Jipya kwa damu inenayo mema. Na Yesu mjumbe wa Agano Jipya kwa damu ya kunyunyizwa inenayo mema. Inenayo mema. Kuna watu wameapiziwa au wamenenewa au wamenuiziwa mabaya kwa namna moja au nyingine nisioijua wala usioijua, lakini nakuomba inyunyize damu ya Yesu inene mema katika maisha yako. Sema moja. Mbili. Mtu mmoja alikuwa mfanya biashara, partner, wanakwenda China, Dubai, nikiwa mchungaji wa Kariakoo. Nisikiliza sawa sawa, nimekaa Kariakoo miaka 10 pale sokoni. Sikuwahi kujua moto. Sasa wakaenda na biashara, yule jamaa akapanda kibiashara. Wako wawili, kapanda sana kibiashara. Mwenzake akaenda kwa mganga wa kienyeji. Akamwambia, ni jambo dogo tu, unaweza kumwapizia moto. Unajua alichokifanya? Wanavuta sigara. Kwa hiyo wakiwa kwenye mabaa haya wanakaa mpaka saa 8 za usiku. Obviously masaa mengi, ametoa out masaa mengi. Akafika mahali anataka kuvuta sigara. Unajua wavutaji wa sigara, ukiwa unavuta hawashi kiberiti tena cha kuwasha, anachukua fegi yake au sigara yake ya jirani yake, rafiki yake, anaomba moto. Sasa yule bwana alikuwa anavuta sigara mfululizo ili kumpa mwenzake hamu, na wote wanavuta sigara. Lakini alipompa ile sigara akawasha, akaunuizia ule moto wa sigara. Na kama anavyovuta huo moto ukiingia ndani, uchome na kuteketeza kila kitu alichokuwa nacho. Na biashara hii tunayofanya ya partner, mimi nitakuwa star na yeye atakuwa amefutika,
hapa sokoni, ni hapo Kariakoo, sio mbali. Jamaa alipukutika, ni moto wa sigara umenuiziwa tu. Alipukutika, aliisha. Bahati nzuri akaja kwenye maombi kumuombea. Inakuja kuonekana sasa hiyo uchawi aliyofanyiwa na manuizo yaliyonuizwa. Hata mpaka kesho, he's my best friend yule jamaa, na sigara aliacha. Utarudiaje tena sigara kwa mfano kwa mazingira hayo, kwa adabu hiyo aliyopata ya ufukara wa zaidi ya miaka 10 non stop? Hakuna kitu anafanya kinaenda, hakuna kitu kinafanya, kila kitu kiliteketea, paka watoto aliyokuwa amepeleka South Africa, mtoto akaacha shule akaenda kukaa huko kwenye magenge, maisha magumu kwa sababu ya moto aliyoapiziwa kwenye sigara. Hatukutumia maombi mengine, ni damu ya Yesu ya kunyunyiza inenayo mema kinyume cha mabaya yale yaliyonenewa kwenye sigara. Ninaomba sana, pengine kesho tutapata nafasi ya kuendelea, lakini nataka nikuambie kuna vitu ambavyo unaweza ukavipokeaga vya kawaida na vikaleta madhara kwenye maisha yako na usijue kwamba unapitia kwenye madhara hayo. Dawa ni damu ya Yesu ya kunyunyiza inenayo mema. Tumsifu Yesu Kristo. Na mwezi huu na mwaka huu mpya wa serikali, na sio serikali tu peke yake, katika mwaka huu mpya wa East Africa wa fedha na uchumi, peleka, nyunyiza damu ya Yesu inenayo mema. Hata kama kuna mambo mabaya yamenenewa, hata kama kuna makafara ya wale watu wanaohangaika na uchumi wa kipepo, uchumi wa kikafara, uchumi wa kifreemason, wewe kwa damu ya Yesu tangaza financial freedom na economic freedom. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu akakubariki uwe na uhuru wa kiuchumi na uhuru wa kifedha. Tumsifu Yesu Kristo.